William Ruto amemsuta aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kudai kuwa yeye ndiye aliyemuuza eneo la Mlima Kenya na kumfanya kupata uungwaji mkono katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Rais Ruto akisisitiza kwamba alizuru eneo hilo wakati alipokuwa naibu wa rais kujitafutia kura, amekashifu upinzani kwa kukosa ajenda zinazoweza kuwafaidi wananchi kwa ujumla. Fredrick Wambua anafungua taarifa hizi na taarifa ifuatayo. Rais William Ruto amekita kambi katika kaunti ya Nyeri na ambayo inaaminika kuwa ngome ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, rais akionekana kumwambia Gachagua hadharani kwamba kura alizopata eneo la Mlimani alijitafutia na kupinga kauli zake kwamba ni yeye alimleta Mlimani kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Kuna majamaa wengine wanazunguka huku, sisi ndio tulibeba Ruto kwa mgongo tukalete hapa, sijui nini. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, urafiki hii tumetengeneza pamoja na nyinyi. Si mimi nilikuwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta? Si nilikuja hapa mara nyingi Uhuru Kenyatta akiwa amenituma? Si tukajenga urafiki? Na urafiki hiyo italetwa kasheshe na mtu mmoja? Hapana. Ikae namna hiyo. Tuko pamoja. Nyeri hoye! Nyeri hoye! Rais Ruto akiwasuta viongozi wa upinzani akisema kuwa hawana ajenda yoyote kwa wananchi wa Kenya, hivyo hawapasi kuchaguliwa, kwani hata baadhi yao walipokuwa uongozini hawakufaidi Kenya na chochote. Na Nyeri, mtu anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Kwa vitimbi ama kwa kazi? Kwa propaganda ama kwa kazi? Mimi nataka niwaulize, kama mtu hana sera, hana ajenda, hana mpango, hana maono, huyo ni mtu ya kuchaguliwa kwenda mahali popote? Tunaelewana? Wale majamaa mimi nashindana na wao, ajenda hawana, mpango hawana, plan hawana, maono. Kuna watu wengine wanafikiri ya kwamba wanaweza kuimba hapa Kasongo sijui ni one time nini ati wanitishe. Watafute mtu ya kutisha, watafute mwingine ya kutisha. Sijui kama tunaelewana. Akipata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi wanaoegemea upande wake, rais pia amepuuza kinara wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwa kusema pesa anazotoa za nyota ni kidogo kwa vijana. Nimesikia jamaa mwingine hapo, ule wa miaka 40, anasema ati shilingi 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka niwaulize, shilingi 50,000 ni pesa kidogo? Mimi nataka niwaambie wala jamaa, wacheni kiburi nani. Nyinyi ni watu matajiri. Kwa watoto wenu 50,000 ni pesa kidogo, lakini kwa hawa wananchi 50,000 ni pesa ambayo inaweza kuanzisha biashara. Na kama nyinyi mnasema shilingi 50,000 ni pesa kidogo, mumekuwa uongozi miaka 40, mumepatia Wakenya wangapi pesa ngapi? Basi. Fredrick Wambua, Undugu TV.